inatosha. Asante sana. Pigie Bwana makofi kwa yote aliyoyafanya. Yes. Weka sehemu ya kuhubiri. Nimetaka tumwambie Bwana tutaimba asubuhi, mchana na jioni. Leo ni siku ya shuhuda tupu, Bwana amefanya. Jamani amina. Jamani amina. Unajua hujui ni kwa sababu hatusemi mambo meona, subiri tu. Nilikwambia Jumapili Biblia inasema jipe moyo, haijasema ukatiwe moyo. Jumapili nimehubiri nilikuwa Zofu bin Taban. Mchungaji anajua. Nilikamatwa na ugonjwa mmoja unaitwa typhoid. Mpaka nasimama hapa nilikuwa nimechoka. Lakini uwezi amini, nilisikia nguvu ya ajabu. Wewe mwenyewe uliona nilihubiri kwa raha, na nilihubiri nikasema nitatumia nguvu zote madam bado shetani hajaondoa pumzi ya uhai. Nitalipiza, na kweli nililipiza. Jamani amina. Na nilitoka pale mpaka leo naendelea vizuri. Jamani amina. Jamani amina. Na hayo aliyofanya kwa watu huko, mtu mwenyewe usiseme huyo naye hako tu kamuujiza mtoto kupotea. We yani hamna kubwa wala dogo, inategemea limempata nani. Huyu mzee ana miaka ni 6 7 bila mke. Ungekuwa wewe ulishamaliza kijiji. Wababa mnasemaje? Sema tu kweli kimya kimya. Kwamba ungekuwa wewe mama Deliki ameondoka. Na ushahidi ni nao, na askofu anajua. Unakuwa kama wale mbweha 300 waliofungiwa mienge na Samsoni wakamaliza ngano za Wafilisti. Tuko hapa tumekaa. Kwa unapoona hivi ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia huyu Bwana ni jambo la kumpigia saluti kama alikuwa mwaminifu kwa miaka yote. Jamani amina. Jamani amina. Na sio tu hivyo, mateso unaoweza kuyapitia kulea watoto peke yako wote tunajua. Tena bora hata wa mama. Sisi wa baba ndo balaa lilipo. Yani kulea mtoto mimi wanajua. Kizingua kofi mambo yaende haraka. Jamani amina. Sio bembelezwe mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Wewe ni nani? Hiyo ndo sifa ya Jamani amina. Naonaga kina France wanavodeka kwa mama, ila wakiwa na mzee mimi namjua. Haongei mara 3. Kaa kofi lipo karibu anakulima, kwa atafute ugali akuombea afa akubembeleze mara 3. Hayo ndo mawazo yao yanakuja kwa kichwa cha baba. Afa alikanyago kwenye daladala Jamani amina. Jamani amina. Hiyo ndo tofauti yetu hapa duniani. Amen. Kwa sababu pia wote tukidekeza watoto balali na kuwepo tena. Hiyo ndo balance of nature wanaita wazungu. Mambo yanakaa sawia kwenye mzani sawa, kwa sababu kuna sehemu pilipili na kuwepo, kuna sehemu anaenda kupumzika. Amen. Sasa naomba tujifunze neno moja. Fungua kitabu cha Zaburi sura ya 24, na mwingine afungue Zaburi ya 15. Zaburi ya 24 mstari wa 3 hadi wa 6. Jumapili iliyopita tulijifunza kwa habari unamtegemea nani. Tukasema wanaomtegemea Bwana hata kama watapitia magumu, lakini huwa dakika ya mwisho Bwana huwa anawatokea na wasaidia. Jamani amina. Na leo tumepewa shuhuda dhahiri. Yamkini ile siku somo halikueleweka vizuri, lakini leo wamenisaidia tumelielewa vizuri. Dakika ile hujui mwanangu nitampata wapi, ndipo naambiwa yuko huku. Jamani amina.
dakika ambayo wamekwambia utapata wapi hela ya kuoa, ndipo unafunga harusi na unakanyaga juu ya vitenge kama yule mwanapunda aliyembeba Yesu. Jamani amina. Jamani amina. Ambaye bado zamu inafuata. Jamani amina. Ni swala, nilikwambia ni swala la muda. Mimi naongea kama masiala hivi kwa sababu mimi huwa najua sikuwa hivi nilivyo leo. Amen. Hata hii kodi ninayolipa sikuwa na uwezo wa kulipa kodi. Kwa naamini kama naweza kulipa kodi leo, kujenga naweza. Kwa sababu huyu Yesu anayenifanyisha nipate pango, ndio huyu tuko naye. Amen. Amen. Ni wewe tu unayekata tamaa. Kweli mwaka nitalipa kodi. Sio mwaka, utajenga. Wewe muamini, Mungu anapiga matukio, unashangaa umeitwa. Umepachikwa kwenye kanafasi, maisha yanabadilika automatic. Jamani amina. Nani alijua Yusufu gerezani kula atatolewa kuwa waziri mkuu? Haya mambo huwa nayo Mungu. Usimkatie tamaa mtu aliye na Mungu. Wewe mcheke, dakika ya mwisho atakuja kukucheka akiwa anatoa ushuhuda kama Gaudens. Jamaa si unaona anacheka cheka tu. Sasa kama ulimsagia meno, saa hizo unajisikia vibaya. Alafu hafi leo wala kesho. Ndo balaa linapoanziaga hapo. Unayemchukia huwa hafi haraka. Kama mtu fulani mnamchukia sana kwenye taifa hili, Bwana ana haja naye. Nani ajuaye atakuja kuwa mwinjilisti dakika za jioni? Hayo ndio mawazo ya Mungu. Anawaza tofauti na vichwa vyetu. Sijataja jina la mtu. Amen. Paulo alilitesa kanisa. Unajua kwa nasoma pale kuna muda Mungu anatuconfuse. Wateule wa Bwana kina Petro walikuwa naomba naamini alikuweko maombi magumu kule. Kwa sababu wametoka kuwabuluza, wamemuua Stefano, shemasi wa kanisa la kwanza. Wamempiga kwa mawe na Paulo ameshikilia nguo zake. Anatoka pale, jamaa anapata kibali kwa kuhani mkuu kwenda kuwatesa kanisa la Mungu kule Yerusalemu. Anaelekea Dameski, anapigwa mtama, anaokoka, anakuwa mtume kwa mataifa yote. Jamani amina. Jamani amina. Kwa hata yule jamaa unayezani hakustahili kuishi, Bwana ana haja naye. Hata kwa mabaya yakitokea yakampata, yataleta wengi kwa Yesu. Kama Farao alivyoangamizwa na jeshi lake, watu wengi walimrudia Bwana. Jamani amina. Hata mabaya Bwana ameyafanya kwa siku yake. Kuna kusudi kila jambo kuwepo chini ya jua. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Nakutia moyo tu, hizo hasira shusha. Na hayo maombi waache. Bwana ana haja naye. Wewe jua tu hiyo. Wengine ni vyambo ili wengine waokoke. Sasa leo tutajifunza, ujumbe unasema ni nani atakayepanda juu ya mlima wa Bwana? Somo la leo unaweza usitiwe moyo. Ulitiwa moyo Jumapili iliyopita na shuhuda zimekutia moyo, inatosha. Leo tunaingia kwenye wajibu. Jamani amina. Ni nani atakayepanda juu ya mlima wa Bwana? Weka swali huko mbele, kiulizo. Biblia inasema kitabu kile cha Zaburi. Frank, una mic? Yes. Ile wewe. Mpe tusomee Zaburi ya 24. Ni saa 6:30. Ilipaswa unatoka, lakini kwa utamu wa zile shuhuda hapana. Zaburi ya 24 na mstari wa 3 mpaka 6. Ndio. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ndio. Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Amen. Tuendelee. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Ndio. Asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Ndio. Wala hakuapa kwa hila. Ndio. Atapokea baraka kwa Bwana. Na haki kwa Mungu
wa wokovu wake. Ndiyo. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, Mungu wa Yakobo. Amina. Amen. Amen. Sasa haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Daudi. Anaongea juu ya nani anayeweza kupanda juu ya mlima wa Bwana. Ni maneno yenye mafumbo, na Mungu atanisaidia nitakufafanulia uelewe huo mlima wa Bwana ni nini na haya yaliyotajwa ni nini. Hapa zinatajwa sifa za mtu anayetakiwa kupanda kwenye mlima wa Bwana. Mlima wa Bwana ukifuatilia tafsiri mbalimbali, wakati nafuatilia nikagundua ni mahala patakatifu pa Mungu katika hekalu la Bwana lililokuweko limejengwa kule mlima Sayuni kule Yerusalemu. Jamani, amina. Kwenye lile hekalu ambalo mpaka leo Waisraeli wanatamani kuja kulijenga tena, ambalo lilibomolewa, kulikuweko na kipande cha patakatifu pa patakatifu, yani madhabahuni kama hapa. Kulikuwa na ua wa nje kama kule mlangoni kwa nje. Lile hema liligawanywa sehemu tatu. Tulishafundishwa na mchungaji, wale mnaofika kwenye mafundisho juu ya lile hekalu la Yerusalemu. Na kulikuwa na ua wa kawaida, si ndio? Mahali pa kawaida ambako walikaa washirika. Lakini kulikuwa na patakatifu pa patakatifu ambako aliruhusiwa kuingia kuhani tu. Na huyo kuhani sio tu kuhani ili mradi uitwe kuhani. Ulitakiwa kuingia kule ukiwa umejidhamiria kwamba wewe ni mtakatifu mbele za nani? Huku kwingine ungekaa tu, hata kama una dhambi zako. Ungekaa umekuja na damu ya mnyama kwa ajili ya kumpa kuhani aende afanye ibada ya utakaso kule patakatifu pa patakatifu. Na kulikuwa na pazia, kulikuwa na partition. Jamani, amina. Wala ambao tulipanga tukaanzia kwenye nyumba hazina vyumba, tunaelewana. Wewe ulianzia kwenye nyumba hiyo, sawa, mshukuru Mungu. Nyumba kubwa, mchungaji ananielewa. Maana mahali hapa nilipokanyaga ilikuwa ni sebule, sijui hapa ndio ilikuwa nyumba ya mchungaji. Wewe umemkuta yuko kwenye nyumba yake, uelewi. Wewe umemkuta pale, sisi tumemkuta humu. Na mimi ni wa kitambo kidogo mahali hapa. Nalikuwa mtoto, sasa hata ni mtu mzima. Nimekuwepo mahali hapa. Nimeona Mungu anavyobadilisha maisha ya mtumishi wake. Na mimi naona anavyobadilisha maisha yangu. Jamani, amina. Kwa mahali hapa ni mahali sahihi. Amen. Kwa wewe uliyekuja kujiunga mahali hapa, Mungu yupo. Ukiona hayupo, ni wewe ndio huna Mungu. Na huna hizi sifa ambazo anazitaja Daudi. Na kama utakuwa na hizi sifa, huwezi kumwona Mungu. Mstari wa 6 amemalizia wa 5 kwamba hawa watabarikiwa na Bwana, Mungu wa wokovu wao. Lakini hawatabarikiwa kwanza mpaka wamequalify kwa zile sifa za kupanda kwenye mlima wa Bwana. Hasa hutanielewa saa hizi, wewe subiri, sikiliza, utanielewa baadaye. Zile partition 3, yule kuhani anasema aliingia amefungwa kamba mguuni akiwa na njuga. Wale tuliofuga ng'ombe na mbuzi kijijini, kuna mbuzi si wa mzimu kule Usukumani wanaita mbuli ya maholelo, yani mbuzi wa mizimu ya ukoo. Si unaelewa, anavalishwa kakengele. Kawaga chechele. Sijui kwenu, wewe uliyezaliwa mjini France, poleni, mlikuta mchungaji alishaokoka, ameacha na bangi, hafugi tena hao mbuzi. Poleni. Kwa haya tunaoongea unaweza ukafikiri ni zile movie za Wakorea, ila sisi tumeyaishi. Kale Kanani anafungiwa, lengo akiingia kule kuhani, uwezi jua moyoni mwa mtu kuna lengo. Akifia kule, kwa sababu alikuwa haruhusiwi mtu kuingia kule, watamvuta na kamba wamtoe kule wakamzike. Kwa nini walifanya vile? Ilikuwa ni jambo serious kuingia kule patakatifu pa patakatifu, ili mpasa mtu awe mtakatifu mkamilifu mbele za Bwana, ili apate kusema na Bwana na Bwana amsikie, ajibu haja za maombi ya watu wake. Jamani, amina. Jamani, amina. Sasa kuna kitu kilikuja kubadilika Agano Jipya. Wakati Yesu yuko msalabani, alikuja, yale mambo yote yalikuwa kivuli cha mambo yajayo ya kiroho. Yale mambo, ili ilikuwa ni physical space. Ilikuwa ni jambo la mwilini kabisa, pametengwa pazia.
waliingia na Mungu alijidhihirisha tu kwa eneo hili la patakatifu. Lakini alikuwa na project mambo ya baadaye kwamba itakapofika kwenye agano jipya nitakalolifanya ambalo litakuwa ni rohoni, ambao ndio asili ya Mungu wetu, kwamba yeye ni roho, nao maabudu na wapasa kumwabudu katika roho na kweli, wala sio sehemu fulani ambao kwamba ukipanda juu ya mlima fulani ndiko Mungu anapatikana. Wote watamuona Bwana, ila watamuonaje? Viko vigezo vya kumuona huyo Bwana katika hali ya kiroho. Ni kweli siku ile Yesu akiwa pale msalabani alipasua, alisema pazia la hekalu lilipasuka. Yani kile kizuizi cha kwamba lazima tu yule mtu aliyeitwa kuwa kuhani na Bwana ndiye anastahili kwenda kule. Yeye akatukwalify wote tutakaookoka na kumwamini kufanyika kuwa makuhani katika Kristo Yesu. Na hivyo tunayo nafasi ya kumwendea Bwana patakatifu moja kwa moja, pasi na kupitia kwa wachungaji, pasi na kupitia kwa makuhani. Isipokuwa makuhani bado wana nafasi yao. Kuna nafasi yao, yako majukumu ya kikuhani ambayo Bwana bado ameyabakisha kwao. Lakini kwa maana ya kuomba mbele za Bwana, pazia lilipasuka. Lakini kwa habari ya malezi ya kiroho bado liko chini ya makuhani wa Bwana. Jamani, amina. Maana kuna watu umefika mahali hiyo tafsiri potofu ya andiko, pazia lilishapasuka Bwana, kila mtu anajiendea. Imefika mahali wanadharau malezi ya kiroho. Wanasema imeandikwa sisi ni mzao mteule, uzao wa kikuhani, taifa takatifu, watu wa miliki ya Bwana. Kwa mchungaji usinizingue. Hayo tunakutana nayo, ni wewe kama ukutani nayo. Hujaona kuna washirika wengi wa mitandaoni hawana baba wa kiroho? Kwani hapa hawapo? Wapo wengi tu, mbona wamekaa? Kama humheshimu baba yako wa kiroho, sasa wewe sio baba yako. Wewe kuna baba ambaye humheshimu afaka baba yako. Yaani nimekuzaa, unakula kwangu, unakunywa kwangu, afu ni heshimu. Hata kama ndio ile anasemaga mchungaji, nimekusalimia nikapiga na magoti lakini moyoni nimesimama. Unaielewa hiyo heshima? Kwamba ninakuheshimu lakini sio kutoka wapi? Na ndio maana Mungu ni mjanja, yeye anaangalia kwanza huko. Nitakusomea maandiko kwenye sifa za kuingia kwenye mlima wa Bwana. Yeye anaangalia moyoni, sio maneno yako. Unaweza ukasema Bwana nimetubu kweli, nimeacha, wote wakasikia kweli ametubu, lakini moyoni hajatubu. Anasema ninawazuga tu, na nikitoka hapa moja moto moja baridi napiga. Amen. Jamani, amina. Sasa Mungu ni mjanja, anaangalia kwenye kilindi yanakoanzia hayo maneno. Jamani, amina. Sasa Daudi anasema kwenye mlima wa Bwana siku zile agano la kale uliwakilisha eneo maalum aliyokuwa amelitenga Bwana, na kulikuweko na madhabahu yake. Lakini pia ukifuatilia watumishi wote wa zamani Mungu aliyowaita, tunaanza na Ibrahimu, alipenda kusema nao milimani. Ibrahimu aliitwa katika mlima wa Moria, na ndiko alizoea kwenda kutoa sadaka zake. Na hata siku anaenda kumtoa Isaka, alienda katika mlima Moria. Mwanzo sura 22. Alienda katika mlima Moria, mlimani juu. Jamani, wangapi mnajua milima? Maana hapa nisiwe naongea vitu vingi hapa hatuelewani. Mlima, nani anaujua mlima? Kuna watu hawajui. Basi tazama, hata kule kuna milima Kisarawe, hata Bangulu uende basi ukatembee. Yaani mlima ni eneo lililoinuka kutoka usawa wa bahari. Umenielewa ninachosema? Umenielewa? Sio kichuguu, nimesema mlima. Kichuguu ni kajukuu ka mlima. Frank, unacheka. Unajua kuna watu wamezaliwa hawaelewi mlima ni nini. Kwa tuelewane. Kwa mlima ni eneo lililoinuka juu sana kutokea usawa wa bahari. Wanaita usawa wa bahari, sio ukapimie baharini. Huu usawa wa ardhi ya kawaida tambalale. Jamani, amina. Jamani, amina. Sasa Mungu alikuwa na tamaduni za kuwaita mlimani wakafanya ibada huko. Musa aliitwa mlima Sinai, na ndiko anakabidhiwa amri 10 za Mungu. Mlima Sinai, mlima Sinai. Yesu tunasoma wakati amekuja alikuwa na taratibu za kwenda kukutana na baba yake
wakati akiomba mlima wa Mizeituni. Jamani amina. Jamani amina. Sasa swali linakuja, je, Mungu hupatikana milimani? Na hata Wasamaria iliwachanganya siku zile amekutana na kahaba. Yohana sura ya 4 mstari wa 19 hadi 24. Yule kahaba anasemezana na Yesu kwenye kile kisima cha Yakobo. Jamani amina. Anasema baba zetu waliabudu katika mlima ule. Yesu akamwambia, ni sahihi, nilikuwa nawaita kule, lakini saa imefika, nayo ipo sasa, wamwabudue Bwana, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana hawataenda tena milimani, bali watazama katika ulimwengu wa roho, watamwabudu Baba katika roho na kweli. Na ulimwengu wa kiroho na sheria zake. Hizo sheria ya kwanza ni kumwamini na kutubu dhambi zako uwe mkamilifu, ndipo upate access Mungu, upate kupatana na huyo Mungu. Jamani amina. Jamani amina. Kwa Yesu alikuja kubadili hiyo kanuni. Sio tu kwamba tuende milimani. Nitakupeleka wazee wetu wa zamani. Hata saa hizi naona kalugha kanaanza kupotea. Kwa sababu utamaduni umeanza kupotea. Edeni atanikubali, amezaliwa kwa mtumishi wa Bwana. Sisi wenyewe tumeirukia imani juu kwa juu. Nyinyi mloza, kuna kamsemo kalikuwa anasema niko mlimani, mtu huyo amefunga. Utaanza kunielewa sasa. Kwa sasa hivi Agano Jipya tunaposema nitakwea kwenye mlima wa Bwana, ni katika uwepo wa Bwana. Huko ndiko kwenye mlima wa Bwana. Unanielewa sasa nachosema? Agano la Kale ilikuwa ni eneo physically, yani eneo la kimwili unaweza kuliona. Na ndio maana Mungu alitumia milima upande, ili ilikuwa inaashiria kwamba katika Bwana, katika ulimwengu wa roho, Bwana anapatikana kwenye viwango vya juu sana. Maana yeye ni wa juu sana. Jamani amina. Jamani amina. Na hivyo kumfikia, ziko gharama, ziko hatua za kufuata ili ufike huko Bwana aliko juu. Ndio maana alianza kuwapa mazoezi. Agano la Kale lazima upande juu. Jamani, kupanda mlima kunahusisha gharama kadhaa ili ufike kule mlimani. Kunahusisha nguvu. Lazima uwe na afya kamili. Ndio maana ukitaka kwenda kupanda, achana hii milima Bangulo. Hii hatupimi afya. Tukienda kwenye ile milima iliyo qualify kwenye viwango vya kimataifa kwamba hii ni milima kama mlima Kilimanjaro wenye square meter sio ngapi, urefu sio 5,000 ngapi, pale lazima upimwe afya. Wapime una afya ya kutosha. Sio una mashavu ya kutosha, una afya fiti ya kutosha. Unajua watu hapo ndio wao mnachanganya. Mnatuona sisi wembamba hatuna afya. Naomba niwape elimu bure. Na daktari yuko pale na nesi mwingine nimemwona yuko pale. Jamani, afya is the state of being well-being. Physically, mentally, na nini mwingine atamalizia. Yaani ile hali ya kuwa imara katika hali ya mwili na hali ya akili. Si ndio jamani? Nimejitahidi, nimetoka kusoma biology miaka mingi iliyopita. Jamani amina. Maana tangu 2012 ndo niliachana biology. Kwa hiyo nimejitahidi kukumbuka. Jamani amina. Sasa nisikilize. Haijasema unene hapo, haijasema wembamba. Imesema ni hali ya kuwa imara katika hali ya mwili na akili. Unanielewa mpaka hapo? Na tunakoelekea watu kabla ya kuoa na kuolewa, tusiwe tunapima tu afya ya mwili, tupime na ya akili. Niulize kwa nini? Wewe huoni ndoa zinavyovunjika? Alafu sababu zingine ukiambiwa, yaani unaona kabisa huyu ndugu aliingia na matatizo ya akili. Akili haikuwa sawa sawa. Ndio maana kile kiapo au hamsikilizaji nyinyi kinasema nikiwa na akili zangu timamu. Sasa huwa tunathibitisha wapi kweli huyu jamaa na akili timamu? Unajua anatupanga tu pale ili apate mke. Anatupanga ili apate mme. Hamna kitu kimeniuma, rafiki zangu wawili juzi wameachika. Halafu sababu zingine nilimmegea kidogo kijana wangu ili ajipange akili anapoingia kwenye ndoa. Ukiambiwa sababu unasema kwa kweli hapa walimpanga msajili wa ndoa. Sio hata shetani. Walimpanga. Jamani amina. Jamani amina. Bwana atusaidie. Na hili somo ni la muhimu sana. Nikishasema hayo,
usikilize kwa umakini. Kwa hiyo tunaposema ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana, weka pale kwamba ni nani anayestahili kuwepo kwenye uwepo wa Bwana, ili apate kupokea majibu yake, ili apate kusemezana na Bwana. Maana wangapi wanatamani kutembea kwenye uwepo wa Bwana? Almost wote. Lakini nataka nikwambie, kwenye uwepo wa Bwana ni sawa na kupanda mlima Kilimanjaro. Lazima upimwe na madaktari wathibitishe afya yako ina qualify kupanda, kwa sababu kadri unavyopanda hali ya hewa inabadilika. Hii hali ndio maana wanapandaga wenyewe na mitungi ya gesi ya oxygen, ili ukianza mapafu yako yakianza kufeli unapewa support uanze kupumua vizuri. Baba James, unanisikia? Naweza mimi nikaqualify, wewe ukaachwa ukashushwa pale chini, ukaambia wewe subiri, wakishuka kutoka mlima Kilimanjaro watakusimulia kuna nini. Wapendwa, vivyo hivyo katika ulimwengu wa roho, kama hauko sawa, kadri unavyozidi kuzama kumwendea Bwana, panahitaji hali ya hewa inakuwa inabadilika, inahitaji gharama kadhaa kuzilipa. Kuna wakati utahitaji kufunga na kuomba muda mrefu. Kuna mambo yatahitaji, kuna maelekezo utapewa ambayo yanahitaji ujikane. Jamani, amina. Kuna muda utahitaji ujikane, uache familia yako, uache kazi zako, ukae kwenye utulivu wa uwepo wa Bwana, ndipo utaweza kupanda juu. Jamani, amina. Viko vigezo vya kupanda, ndio maana unaitwa mlima. Manake kuna jasho litakutoka ukipanda mlima. Kuna viatu maalum itabidi ununue, kwa sababu kupanda mlima kuna mawe utapanda. Jamani, amina. Kuna mawe, kwa hiyo umevaa kiatu. Jamani, kule hatupandi na gonga snake wa mama. Mlima haupandwi na gonga snake, tunapanda na laba. Hiyo ni kuashiria kwamba hii kazi ni tete, inahitaji kweli kweli umefunga kibwebwe. Hatupandi na sketi na gauni mama, kama unaenda kwenye send off. Kule unakuwa umejipanga kivita. Jamani, amina. Jamani, amina. Sasa vivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho, ziko kanuni za kuendea ili upate kuweko juu na Bwana. Na maana yake, maana ya mlima ili upate kuweko juu. Jamani, aliyeko juu anaona mbali, si ndio? Ukipanda juu ya mlima Kilimanjaro, Kenya unaiona pasipo kulipia nauli uende Kenya. Sio, unanielewa na kwambia? Yaani unafanya utalii wa ndani na wa nje pasipo kulipia. Sasa na kurudisha rohoni, ukiweza kuqualify kupanda viwango vya kiroho mpaka ukamfikia Bwana, vile viwango vya kuketi na Bwana wakati wote katika uwepo wa Bwana, hakuna tukio litakuwa linaendelea kwenye ulimwengu wewe usijue, kwa sababu wewe uko juu, uko na Bwana, anakuonyesha mambo yanavyoenda. Ndio maana wakati mwingine mtu aliyeko kwenye uwepo wa Bwana anaweza akasimama hapa akakwambia kitu, wewe ukambeza, kwa sababu yeye ameona, wewe hujaona, uko bondeni. Wenzio yuko juu na Bwana, yuko kwenye mlima wa Bwana. Kuna mambo anayaona, kuna vitu Baba anamshirikisha, kuna mambo Bwana anamwonyesha hata ya asilini. Kwa nini ukiweko juu hata waliojificha bondeni unawaona kiurahisi? Si unanielewa ninachosema? Kuna vitu wapendwa, tusipoamua kupanda kwenye mlima wa Bwana, tukaketi kule kwenye uwepo wa Bwana, hatutaweza kuviona. Kuna dhambi zitafanyika kanisani, hatuwezi kuziona. Kuna mambo yataharibika kwenye biashara zetu, kwenye familia zetu, kwenye ajira zetu, kwenye afya zetu. Kuna mambo yataingia, wewe hutayaona kwa sababu hauko kwenye mlima wa Bwana apate kukuonyesha mambo ya asili yanayofanyika bondeni. Jamani, amina, amina. Jamani, amina. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kuna magonjwa yanatupata sio kawaida, ni mashambulizi ya adui, ametuma mishale. Kwa hiyo kama hujakaa kwenye mlima wa Bwana akakwambia mwanangu hii sio malaria, haka nikamshale kakukupeleka kwenye kaburi lako, situka mapema, mwambie sitakufa nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Wewe utakimbia kwa daktari, matokeo yako utatibiwa, utaanza kulaumu. Yaani ama daktari wa siku hizi ni wanakula tu hela. Kale baba kalikuwa sio kama malaria kambu, ni kamshale walikutandika usiku wa manane. Unanielewa ninachosema? Kitu kilichotokea nataka nikwambie kwa familia ya Frank, hata jana nilikuwa namwambia jana, ni jaribio la uharibifu lililoshindwa.
Wewe njoo na saikolojia yako, tutakutuliza. Ile ya kuniambia sio illusion, sio umelala usingizi. Kuna wale sio mnaamkaga mnaongeaga mmelala, si ndio? Sasa uniambie wewe uamke ukate mtaa na wanasema alivuka kabonde kwenda kwenye hiyo nyumba usiku wa manane, mtoto mdogo kama yule. Lile ni jaribio la uharibifu lililoshindwa, kwa sababu Bwana ni ngome yetu. Bwana ni mlinzi wetu. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Wewe mtoto yule wanasema hawezaki kufungua ule mlango, iweje aliufungua ile siku? Kuna mjinga mmoja alienda kuufungua, alitaka kumchukua yule mtoto mzima. Unajua watu wakija kutuloga wanatukosa kwenye darubini. Kwa kuna muda wanataka kutuchukua mzima uondoke. Unielewa ninachosema? Unaelewa ninachosema? Kuna muda anakubeba mzobe mzima. Kwa sababu ulimwengu wa roho manati zimegoma kukunasa. Dila zinagoma, kwa wanaamua kukutia begani. Lakini bado wakikutia begani, Yesu wetu ni simba wa kabila la Yuda. Yeye akinguruma, sisi tuko salama. Yamkini walipombeba Bwana wa mabwana akaunguruma, wakaogopa wakamweka chini. Wewe na mimi hatujui njia za Bwana, yeye ajua ziko nyingi. Bwana anazo silaha nyingi. Bwana anaweza tu akaunguruma ni sauti fulani kama kishindo cha wakoma, watu wakaacha silaha wakaiacha kambi, ushindi tukapata. Nilikwambia Jumapili iliyopita kwamba namna Mungu anatupigania sio tunavyofikiria sisi. Muda mwingine kwambia tukakae pale. Si nilikutolea mifano yule baba aliyepigwa kichwa, alipigwa hedi na kondoo kutoka kwa kaka, anapigwa anaugulia maumivu, kaukuta kanaanguka alipokuwa amesimama. Unaona njia za Bwana zipo nyingi za kutuokoa na mabaya. Mimi mara kadhaa Bwana ameniokoa hata kazini. Kunaweza kukaa kuna noma imetokea kazini, washangaa hiyo siku sijisikii kwenda kazini, naamua tu hiyo siku mimi siendi. Francis huyo hapo, alafu akifika kule kuna tukio linatokea, mwanawane niko nyumbani nimetulia. Jamani amina. Jamani amina. Ndio maana ili somo Bwana aliponipa binafsi mwenyewe na shauku nipende kwenye mlima wa Bwana, nikizi vigezo vya kuwepo kwenye uwepo wa Bwana. Ni nani atakayepanda? Sasa naomba nikupeleke kwenye vigezo vya kupanda huu mlima, hizi gharama za kulipa ili tuingie. Nimekwambia physically lazima upimwe, ulipe gharama. Kuna hela ya kumlipa yule wa kukupandisha mlima, si ndio? Ziko gharama za kupanda mlimani ili upate kuiona Nairobi pasipo kufika. Ziko gharama za kupanda mlima Kilimanjaro. Ziko gharama, liko jasho litakutoka kwa sababu unatumia nguvu. Lakini pia uko muda utautoa. Sasa hata katika kupanda mlima wa Bwana ziko gharama. Daudi ametutajia hapa, na huyu mtu anaandika haya maneno, na yeye alilipa gharama za kupanda kwenye mlima wa Bwana, akawepo kwenye uwepo wa Bwana. Bwana hata akamuita rafiki yake Daudi, na ndio maana mwishoni mwa maisha yake akiwa mzee, hizi baraka anazozitaja sura 24 Daudi anazithibitisha, anasema tangu nikiwa kijana hata nimezeeka sijawahi kuona mwenye haki ameachwa wala uzao wake umekuwa ombaomba wa mkate barabarani. Wapendwa, nilishakwambia tunahitaji kuwa na shauku ya kuketi na Bwana. Tukilipa gharama sasa hivi hata watoto wetu hatahangaika. Tabu tunazopitia watoto wetu hatapitia, wajukuu zetu hatapitia, kizazi hata cha 4 Bwana anasema yeye atakibariki kwa baraka za kizazi cha leo. Jamani amina. Jamani amina. Unaona haso ya Ibrahim, kina Isaka, kina Yakobo, na kizazi cha 4 ambaye ni Yusufu anakuwa waziri mkuu kwenye taifa la kigeni. Wewe unahisi tu ni kibali cha kawaida. Ni haso ya huyu mzee, zile sadaka alizosubutu kuzipeleka mlima Moria, hizo ndizo Bwana alizikumbuka wakati kizazi cha 4 cha Ibrahim kiko gerezani kinateseka Misri. Ndiko Bwana anatuma fadhili zake na msaada wake. Anasema kwa sababu ya utumishi wa mtumishi wangu Ibrahim, Yusufu hastahili kuweko gerezani, anastahili kuwepo ikulu, kula mema ya nchi. Jamani amina amina. Jamani amina amina. Kwa sababu kiuhalisia ukiangalia Yusufu hakuna tukio kubwa aliyokuwa amelifanya kwa ufalme wa Mungu. Wewe umeliona lipo zaidi ya kukataa kufanya uasherati na yule mke wa bosi wake. Sijaona tukio lingine alilolipiga lamana.
la kusema kwamba hapa kweli sijaona matoleo ya sadaka. Kwanza amekamatwa akiwa kijana wa miaka 17, akiwa mdogo, hajaanza hata utumishi serious, lakini unaona fadhili zinazomfuata ni baraka za kizazi cha Ibrahim. Lakini hata sisi tumesema tukiokoka tunatembea kwenye zile baraka za Ibrahim. Jamani amina. Jamani amina. Ndivyo maandiko yanasema. Kwa Ibrahim kulikuwa hamna tasa, kwa Ibrahim kulikuwa hamna masikini. Maana hata sisi ni jambo la muda tu. Hizo zitatupata. Si hizo kwako na baba yetu. Jamani amina amina. Sasa twende kwenye vigezo. Anasema mstari ule wa 4. Anaanza vigezo namba 1, na uanze kujichuja. Ili haya yote tunayoyasema ni mazuri katika kukaa kwenye mlima wa Bwana ya kupate, lazima uanze kupima hivi vigezo. Na kama ukigundua huna, iko nafasi ya kumwambia Bwana, nisaidie nianze safari ya kupanda huu mlima, kuingia kwenye uwepo wako. Jamani amina. Anasema ni mtu aliye na mikono safi. Kitu cha kwanza ni mtu mwenye mikono safi. Tunaposema mtu mwenye mikono safi, jamani, mikono, mnajua kazi ya mikono? Mikono ndio inafanya shughuli zote, si ndio? Mnanielewa ninachosema? Mikono ndio inafanya shughuli zote. Na mara nyingi Mungu anapozungumzia kwa habari ya mikono iliyo safi au mikono yenye, mara nyingi utakuta mikono yenye damu au mikono iliyo safi. Maana yake hii mikono ni mikono ambayo haijawahi kumwaga damu, hujawahi kuua. Hii mikono sio migomvi, sio watu wa ngumi mkononi, wewe unapiganaga tu. Kuna watu ni wagomvi. Jamani amina. Kuna watu ni wagomvi. Shahidi ni ukuta unakokaa na mkeo au mmeo mnakokaa. Maana siku hizi hata wababa tunapigwa ngumi. Kuna mtu anabisha, kama hujapigwa ni wewe. Kuna watu wanapigwa huko baba. Angalia wewe unapita na taarifa za wenzio unasoma mtandaoni. Na stori za wenzako wewe unasikiliza, mpaka watu wameanzisha chama cha kutetea wa baba. Unafikiri masiala yuko Dodoma mwenyekiti wao? Sasa sio wa kwao, ni wa kwetu, si ndio? Si wa baba ndo sisi. Mwenyekiti wetu yuko Dodoma, anasema alikunyogwa ngumi na mke wake. Hapa kienda dawati la jinsia kina Naomi hawamuelewi. Wanasema wewe ndo mkorofi. Kuna tumama tunapiga karate. Mikono iliyo safi. Kigezo namba 1. Mtu anaye qualify kuingia kwenye uwepo wa Bwana. Kule hatupandi kwa sababu umeamua kwa vigezo hivi, lazima uzingatie. Angalia mambo unayoyafanya kwa mikono yako. Kazi unazofanya ni halali. Mungu anataka vitu mikono yako ifanye vitu halali. Hiyo ndio mikono salama. Mikono yako isihusike kwenye mambo ambayo Bwana ameyazuia, kwenye kazi haramu, kwenye mauaji, kwenye kumwaga damu, kwenye kugombana, kwenye kufanya shughuli ambazo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Moja wapo ulevi mlionao vijana sasa, betting. Kubeti, gambling, kubahatisha maisha. Mnabahatisha maisha. Ni dhambi, yametajwa kwenye maandiko. Ukitaka uje tutafunua. Hii ni dhambi, mmezubaishwa hapo. Japo kwa yamehalalishwa na serikali kwa sababu anapata mapato. Ila kwetu sisi watu wa rohoni kubashiri ni dhambi. Yaani wewe huna tofauti na mganga wa kienyeji anayepiga ramli. Umeelewa? Kwa mnao beti wote ni waganga wa kienyeji. Mwambie jirani yako unaye beti, wewe ni mganga wa kienyeji. Na kuna siku tutaendesha maombi ya kukung'oa. Tutakushughulikia. Na sisi sera yetu, uchawi, uganga kwetu sisi ni kunguni, mende, viroboto, vipepeo. Usitutafute. Ukikwazika njoo. Utatukuta kwenye mlima wa Bwana. Kwenye mlima wa Bwana. Haleluya jamani. Kwa nini mlimani? Jamani, angesema Bwana anapatikana bondeni. Unajua bondeni hata panya anaingia. Nilikuwa natafaka kwa nini aliwe the most high God. Si ndio? Ushawahi kuona Mungu wa mabondeni? Ni Mungu wa juu. Ukisikia bonde anaweza katika bonde la uvuli wa mauti. Huku bondeni ni kufa. Kwa sababu yuko shetani. Ndio aliyetupa huku chini.
Unanielewa? Huku juu ni washindi. Na hata Bwana anasema kiti chake kiko juu mbinguni. Huku chini ameweka miguu. Hapa duniani tu penyewe miguu ya, yani miguu yake iko hapa. Maana yake kuashiria hata hapa sio mahali salama sana. Jamani, amina. Kwa tunahitaji kumtafuta Bwana, tuingie kwenye wingu la uwepo wake. Amen. Kigezo cha kwanza ni mikono iliyo safi. Amen. Kigezo cha pili ni moyo mweupe. Moyo mweupe. Heri wenye moyo safi, Mathayo 5:8. Maana hao wataulisi ufalme wa nani? Wa Mungu. Moyo mweupe. Na hapa ndipo kuna kizungumkuti. Moyo mweupe, tunaposema moyo mweupe, nilikuwa nawafundisha vijana wangu wa Sunday school. Tunaposema moyo mweupe, maana yake ni kutokuwa na hila yoyote. Biblia imetoa moyo usio na mawaa, moyo usio na tashwishi, yani hamna aina au chembe chembe ya uharibifu, ya uovu, mawazo mabaya ndani ya moyo wako. Ndio maana Daudi anasema, Bwana, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Haviwezi kupata kibali mbele za Bwana moyo wako kama moyo wako kuna kunyazi, una husda, una neno na mtu, una hasira na mtu, una neno na mtu, ukimwona unasikia kichefuchefu. Ukimwona au kuna jambo fulani linalosononesha linaashiria dhambi, moyo wako umetunza uharibifu. Moyo wako unajua kuna dhambi fulani nimeitunza moyoni mwangu. Huwezi kukwea kwenye mlima wa Bwana na ukasimama huko. Jamani, amina. Huwezi kukwea huko. Moyo wako kama hauko safi, hata kama utaitika amina mpaka mhubiri aseme leo yes, lakini na kuhakikishia kwenye lile wingu la Bwana, kwenye ule uwepo wa Bwana. Mungu kwa nini anasema anataka tuwe na moyo safi? Mungu mikono yake ni safi, moyo wake ni safi. Ndio maana alitupenda tungali wenye dhambi. Kwa hiyo moyo wake ni safi, na hivyo anataka ushirika na watu wenye moyo kama wa kwake. Ndio maana anasema amefanya, nitamfanya mwanadamu kwa mfano wangu mimi Mungu. Maana yake sisi ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo ili tuketi na yeye lazima tufanane naye sifa zote. Mikono yetu iwe safi kama mikono ya Bwana, mioyo yetu iwe safi kama ulivyo moyo wa Bwana. Jamani, amina. Sasa kuna mtu ananiuliza, inawezekanaje kuwa na moyo safi mtumishi wa Bwana? Mambo watu wanakwaza, watu wanatukanyaga kwenye daladala, watu wanatusema namna hii. Nisikilize, uko msaada toka juu, yuko Roho wa Bwana, yeye anayetukamilisha. Yeye tukilia kwake tukasema, Bwana, mimi ni dhaifu kwenye eneo hili, watu wakinikwaza, ninashindwa kuwasamehe, ninashindwa Bwana, Bwana, naomba unitakase, naomba unipe hiyo kapasta, naomba unipe huo uwezo kuweza kuwasamehe wanaonikwaza, wakutotunza mambo mabaya. Yuko Bwana anayetusaidia, aliyewasaidia kina Daudi. Jamani, amina. Ni ngumu wapendwa. Ni kweli, naungana na wewe hilo swali unalosema, ameniacha, aliniahidi atanioa, ameniacha, naanzaje kuwa na amani naye? Kama alivyosema mzee wetu, aliniacha, naanzaje kumsamehe? Lakini nataka nikwambie, nayeweza mambo yote katika yeye Bwana anitiaye nguvu. Upendo kwa nguvu zetu hatuwezi, kwa akili zako huwezi, lakini ukimwambia Bwana inawezekana. Kwa Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake Bwana yanawezekana. Bwana anaweza kuondoa huo uchungu. Bwana anaweza kufuta kumbukumbu ya mabaya niliyowahi kukufanyia, hata ukasamehewa, moyo wako kawa mweupe mbele za Bwana. Inawezekana. Wapendwa, yako mengi watu wanaumiza. Kuna vitu ukisimuliwa hata unasema, si umesikia hapa kuna mmoja amepita hapa anasema, nimetafakari la mzee, ningekuwa ni mimi, si ningefanyaje? Mwingine akasema, ningekuwa mimi nisingeenda hata kwenye huduma. Ndio maana watu tunasema hakunaga jaribu dogo wala kubwa. Hata kwa Biblia hakuna lililoandikwa dogo wala. Kila mtu anapimwa kwa kadiri ya kiwango chake anavyotembea na Bwana.
Wewe unaona hiyo simu aliyopigiwa Mama Nasho, wewe unaweza ukaichukulia mbona tu kawaida. Mwenzio kwa kiwango chake, moyo wako ulipasuka. Jamani amina. Jamani amina. Kwa pia tusiwe na dharau ya kudharau mapito ya watu. Hizo ni shuhuda za watu za kuwapeleka utukufu mwingine. Kwa mfano saa hizi wote walioshuhudia hapa waliopita kwenye mtihani hawatabaki walivyokuwa. Kuna kiwango Bwana amewasogeza cha kumwamini. Siku nyingine wakikutana mtihani, wakifanya reference ya hiki walichovishwa leo, wanasema hata hili Bwana anaweza. Kama alivyofanya Daudi wakati anamkabili Goliath anayetisha na akiwa kijana mdogo. Alisema wakati niko machungani, anamweleza mfalme Sauli ya kwamba mtumishi wako alikuja dubu kuwala kondoo wa baba zangu. Mtumishi wako alipambana naye, yule dubu akamshinda. Alikuja simba, mtumishi wako alipambana naye na simba alikufa. Na huyu Mfilisti kwa jina la Bwana ninamwendea, na yeye leo kichwa chake ndio hapa ndege. Daudi alishinda kushinda. Alitumia nini? Shuhuda wa nyuma. Ni wewe tu unafutaga shuhuda Bwana alikokutoa. Yaani wewe ulikuwa unakula mlo mmoja, saa hizi unakula mitatu. Muda mwema mpaka unaanza sitaki leo hiki. Nimechoka dagaa mchele. Wenzako dagaa mchele ni nyama. Na wakisikia dagaa wa nyama ndo kabisa. Unanielewa ninachosema? Acha dharau. Usidharau ulikotoka. Naomba upaheshimu ili pakupe nguvu ya kusonga mbele. Pakupe nguvu ya kukabili changamoto za mbele. Hata wana wa Israeli walipofika mbali wanakutana changamoto kule jangwani, wakakumbuka ule muujiza wa kuvushwa bahari ya Shamu. Mbona wao wenyewe tu mbona walimkumbuka Bwana? Wakajitia nguvu katika Bwana. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Nisikilize, Bwana anataka watu wenye mikono safi. Mikono yako isiwe na hatia, na kuombea mikono yako isiwe na hatia kwa jina la Yesu, ili upate kigezo cha kuingia kwenye uwepo wa Bwana. Ni kweli hekalu lilipasuka, kila mmoja anao nafasi ya kuingia kwenye uwepo wa Bwana akasemezana naye. Lakini swali la msingi la kujiuliza, mbona hali inazidi kuwa mbaya ya kanisa? Watu wanaotembea na uwepo wa Bwana mbona wamekuwa wa kuhesabu? Tulifurahi ndio geti lilifunguliwa, mbona hatuingii? Geti liko wazi la kumwendea Bwana kabisa. Bwana niko hapa mimi, tembea na liko wazi, kio liko wazi. Swali la msingi, kwa nini kanisa saa hizi hali ni mbaya? Watu wenye uwepo wa Bwana ni wa kutafuta na tochi. Watumishi waaminifu wamekuwa kutafuta na tochi. Maaskofu wachache sana waaminifu na Bwana. Wachungaji wachache sana waaminifu na Bwana. Naelewa ninachokisema. Naelewa ninachokisema. Kwa sababu mimi ni sehemu ya utumishi wa Mungu. Kuna vitu navifuatilia, naelewa ninachosema. Imefika sehemu watumishi wa Bwana wanawekeana sumu ili nafasi walisiane nafasi za uaskofu. Wako wapi watu watakaopanda kwenye uwepo wa Bwana? Watu watakaopendea na Sauli la Bwana. Zamani uaskofu ulikuwa mtu akipewa analia machozi, anagalagala maana ametishwa zigo zito la kuwaombea wateule wa Bwana. Lakini siku hizi ni fursa ya ajira. Nimeshiriki na mimi baadhi ya uchaguzi. Unafikiri naongea tunalopoka hapa? Kampeni zinapigwa, tumpe mchungaji fulani anafaa kuwa askofu wetu. Nimeshiriki. Unakaa pembeni unasema mimi ndo haya wazee wanayofanya. Moyo ulio safi umekuwa adimu. Ndio maana Yeremia 17:9 Biblia msali anawaambiaga sana never trust anybody. Usimwamini sana mtu. Usimwamini. Mstari kwa anayetaka kuolewa na kuoa, tembea nao utakusaidia. Biblia inasema moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Ni nani awezaye kuujua? Maandiko yanasema ni mimi Bwana ambaye nachunguza hata viuno vya mwanadamu, si ndio? Sasa unaona haya, unaenda mnachumbiana na mtu, mnakubaliana au mnatengeneza dili la biashara.
mnakubaliana vizuri, afu kumbe moyoni jamaa anawaza mimi tu nachotaka nifute historia kwamba na mimi sijawahi kuolewa au sijawahi kuoa. Si unaelewa nilichosema? Hicho kitu kimemkuta jamaa yangu mmoja. Kumbe mwanamke alikuwa anataka tu afute historia ya kutokuwa kwamba hajawahi kuolewa. Ameingia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu akatoka. Ameenda mahakamani kutoa talaka kwa mume wake. Unanielewa ninachosema? Kuna wengine wadada wanaolewa kwa sababu ajira hazipo mtaani, hali ni tete. Kwa hiyo siku akijipata anasema ninaweza kulea watoto wangu, anakuacha. Nimesoma na hao watu wanakuambia mimi nikishapata ajira nitatafuta tu mwanaume anizalishe, nikishazaa basi sihitaji mimi kuwa chini ya mwanaume kunicontrol. Ndio maana single mothers wanaongezeka, kwa sababu kuna watu hawataki kukaa kwenye wajibu. Sasa ogopa, wewe umeenda full gwanda, unasema natafuta mke nianzishe familia, unakutana na mtu kama huyo mwenye hao mawazo, imekula kwako. Sasa utajuaje? Moyo wa mwanadamu, muendee Bwana. Bwana awezaye kuchunguza mioyo ya watu atakusaidia. Unanielewa ninachosema? Usiponielewa naomba usubiri, utakuja kutupa ushuhuda. Biblia inaendelea kusema asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Kigezo kingine hicho. Lakini pia anasema wala hakuapa kwa hila. Unaona watu ndio haya tunasema ndoa zina mtu ana na hapa mimi nitakuwa mwaminifu kwenye ndoa yangu. Kesho kutu anakamatwa na message za mchepuko. Viapo. Alafu huu ni mpendo ujue. Anasema na mimi nahitaji kuwepo kwenye uwepo wa Bwana. Mpendwa, utakuwepo kwenye uwepo wa kwako na wa shetani, sio kwenye uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana vigezo vinagoma sasa, sio mimi. Au ni mimi nimesema? Ni Yesu mwenyewe mwenye uwepo wake ameshakukataa. Jamani, amina. Mstari wa 5 anasema huyu mtu akizingatia hivyo vigezo atapokea baraka kwa Bwana. Ukishazingatia vigezo ukawepo kwenye uwepo wa Bwana, utapokea baraka toka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wako. Lakini mstari wa 6, hiki ndicho kizazi cha wamtafutao na wamtafutao uso wako, ewe Bwana Mungu wa Yakobo. Kumbe kuingia kwenye uwepo wa Bwana ni kutafuta zile hatua za kumtafuta Mungu, kwenda kwenye mafundisho, kwenda kwenye maombi, kujitunza ili ukusaidia uwe mtakatifu, uwe na mikono safi, uwe na moyo safi. Hivyo ndio vitu vinakupandisha upande mlima wa Bwana. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Nenda Zaburi ya 15, nitakuwa naelekea mwisho. Zaburi ya 15. Zaburi ya 15 mstari kuanzia wa kwanza. Biblia inasema hivi: Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Umeanza kupata tafsiri sasa ya kupanda kwenye mlima wa Bwana. Ni hemani mwa Bwana. Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Mstari wa 2 anasema ni mtu aendaye kwa ukamilifu. Zingatia neno ukamilifu. Sio kona. Leo mtakatifu, kesho na mambo yako. Wokovu sio vazi unavaa leo, kesho unachagua nyingine. Wokovu ni vazi jeupe la kudumu, kila siku unalivaa, iwe mvua iwe jua, uwe bondeni uwe mlimani, uwe hali tete uwe hali nzuri. Unatakiwa kuwa na hilo vazi linaitwa wokovu, ambao moja ya matunda yake ni ukamilifu. Jamani, amina. Jamani, amina. Hili vazi alikuwa nalo mtumishi wa Mungu Ayubu wakati anapitia kwenye magumu. Familia yake imekufa, mali zake zimeondoka. Yamkini umekaa hapa, kuna wakati unapitia wakati mgumu, mapato yako yameisha, huelewi, kazi yako haziendi, afya yako haieleweki, lakini unapaswa kuwa mkamilifu kama unataka kutembea na Bwana, kama unataka kuwepo kwenye kilima cha Bwana kile kitakatifu. Unapaswa kuwa mwaminifu. Biblia kuna mahali imesema ya kupasa kuwa mwaminifu hata kufa. Jamani, amina, amina.
Ndicho alichokifanya mtumishi wa Mungu Ayubu. Mke wake anajaribu kumwonea huruma. Unajua kuna muda tunamtukanaga mke wa Ayubu. Naomba tuombe toba kwa hilo. Nitakuonyesha kitu. Kuna vitu tunalaumu sana waliopita huko nyuma, tukisema naye huyu mama anamwambiaje mume wake mkufuru Mungu ukafe. Hivi ulishawahi kuuguza wewe? Alafu mgonjwa haponi na hatima tumaini. Alafu nyinyi acheni. Unajua yule mama alikuwa na moyo. Kwanza alikuwa amevurugwa. Watoto wake 7 wote wamekufa. Wewe kakifa kamoja tu hapa. So unataka na kuacha ibada. Wengine tutaacha na ibada. I'm telling you. 7 wamekufa kwa mkupuo. Mali zote zimepukutika. Mume wake amepigwa na majipu mwili mzima. Halafu hamna hospitali kipindi hicho. Yeye ndo nesi, yeye ndo daktari. Anamuuguza kwa kumpaka majivu na kigae kusugua. Tusiwe tunasoma maandiko tunakimbia. Kuna wahubiri wenzangu na wasikia mtu sio hapa, huko mitandaoni. Wanalaumu, mke wa Ayubu alikuwa hana imani kabisa. Huyu mama alikuwa mbaya jamani. Huja auguza. Mume wako tu kuwa na mchepuko, unataka na kujinyonga. Hivi msio mnadharau mapito ya watu eti. Naomba tuombe msamaha kwa hilo. Tusio tunadharau mapito ya watu. Unanielewa ninachosema? Kuna kaka kitu umeokota hapo. Kuna watu tu kutwa nzima kumlaumu yule baba aliachiwa senti 2. Senti 1. Kuizalisha ile talanta moja akaifukia. Wakaza huyu alikuwa mjinga kabisa kama bwana. Wewe unamuiga Yesu. Alikuwa mjinga kabisa huyu. Wakati kuna watu mmekaa huko mna talanta zenu na mzalishi mmekaa tu hapo. Yaani wewe ukimtukana huyu bora hata huyu aliyetunza. Wewe ulikula na mtaji ulioachiwa na mjomba wako. Kuna duka uliachiwa na mume wako lilifilisi au umesahau? Kale ka biashara ulifunguliwa na mume wako. Ukakakula. Ile nauli ulipewa afu ukala. Acheni dharau. Naomba tukiwa tunasoma tutwe tunajifunza tunawaacha watu. Unaweza ukawa unamlaumu mtu alafu kuna kitu ulishakipiga tena wewe zaidi ya yule mwamba. Mtumishi mmoja alikuwa anamlaumu huyu baba wakati anahubiri. Sasa huyu alikuwa mjinga kweli. Akaenda kuifukia, akaifukia. Kwa washirika tusio wajinga kufukia. Mungu akamkumbusha akamwambia nisikilize. Wewe mwenyewe una matatizo kuliko hata huyu. Inabidi ujirekebishe. Akamwambia kuna hela nilikupa kipindi fulani nyingi uifanyie kazi. Ulikula yote. Unasemaje? Akasema Mungu nisamee mimi. Akamwambia bora hata huyu alienda kuifukia bwana wake akaikuta. Wewe ulikula na unadaiwa. Bwana atuhurumie. Bwana atuhurumie. Ukamilifu na kutenda haki. Tunahitaji pia kuwa watu wa kutenda haki ili tukwalify kuingia kwenye mlima wa Bwana na kuketi kwenye hema la Bwana takatifu. Tunahitaji kuwa watu wa kutenda haki. Naongea na watu hapa, kila mtu anakaa eneo kake anakofanya kazi. Na mara nyingi huko, unajua nilishasema tukiwa kanisani ni kama kwenye harusi, wote tumependeza. Tukiwa kanisani wote tunaitwa wateule wa Bwana. Ila Bwana ajua walio wateule wake. Sema amen. Sema amen. Ila tukiwa hapa wote sisi hata tunaamini ni watakatifu wa nani? Ila Bwana ajua zaidi. Kwa nini sisi tunaamini? Sisi tunaangalia mwenendo wako. Ukiwa hapa wote tumetulia, hamna anayetukana mwenzie, hamna anayegombana. Kwa hiyo sisi tukikuita mteule wa Bwana, tuko sawa, si ndio jamani? Hayo ndo tumejaliwa kuyaona, hayo ya moyoni. Yuko Bwana amesema yeye aonaye wapi? Kwa hiyo mimi siwezi kukuhukumu kwa jambo la asilini. Jamani amina. Jamani amina. Sasa nisikilize, kuna haka kitu. Huko kuna watu tunafanya kazi sehemu mbalimbali, biashara tumejiajiri. Kwenye kutenda haki, unajua muda mwingine nawaambia watu, tumekuwa wepesi kunyosha mikono
kwa viongozi wa juu, viongozi wa serikali, viongozi wa makanisa, kwamba hapa watutendei haki hapa. Hebu anza we mwenyewe katika eneo lako. Ukiwa kazini, unawatendea haki watu? Pale hospitali wagonjwa wakija, unawahudumia inavyotakiwa? Kwenye ofisi yako Sostenes, nimekuja nina kazi yangu, unanihudumia kwa wakati? Au ndo unakula advance, unaanza kunizungusha? Ukinizungusha sio haki, haki yangu umeipora. Halafu wewe umesimama, nataka haki, serikali nipe haki. Wewe mwenyewe unatuvunjia haki huku wananchi. Halafu unataka kuingia kwenye mlima wa Bwana, labda mlima wa miti, ila sio mlima wa Bwana. Jamani, amina. Si tunaelewana nachosema? Kuna watu kwenye duka lako huko unakouza, mtu anakuja kabi nitakufikia. Mtu anakuja dukani, uko busy una chat na mchepuko wako. Chwan. Shingapi ile pempasi? Chwan. Mami Sheli, nimeuliza zile dawa, una chat. Hiyo sio haki, umtendei haki huyo mteja. Anatoka mama wa watu, baba wa watu amekwazika kwamba ina maana hela ya kwangu, halafu tena ninateseka kwenye duka. Si unaielewa hiyo inavyoumaga? Mimi huwa nahama duka ili mambo yasiwe mengi. Kana duka lako, nitaenda kwa mwingine. Boda nipeleke sasa, yuko busy na chat na mchumba wake. Unajua nakamilisha mahali. Wewe ukiona amekuja mteja, achana na hizo swini. Beba kwanza huyu ndo aliyekupeleka barabarani. Hiyo ndo haki, kutenda haki. Msifikiri haki si ni vitu vikuu, ni vidogo hivi vitu vidogo, kwamba hii ni haki ya mtu aipate. Jamani, amina. Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Anaendelea kusema kigezo kingine, asemaye kweli kwa moyo wake. Sasa hapa ndo ugomvi. Huu ndo ugomvi wa dunia saa hizi. Hapa saa hizi ukiwa msema kweli kwenye hii dunia, siku zako zinahesabika. Ziko mikononi mwa wachukiao ukweli. Iwe kanisani, iwe uko kazini, iwe sui wapi, yani we maisha yako ni mafupi. Na kama sio mafupi, jiandae kuishi kama kunguru wa Zanzibar. Kurukaruka, yani ukiona mtu ameinama ufikiria anachukua jiwe hata kama anajikuna. Ndio kunguru anavyoishi. Na anaishi miaka 300 kwa huo uoga wake. Jamani, amina. Jamani, amina. Yani imefika mahali saa hizi ukiongea ukweli, watu wanakununia, watu wanakubebea mabango, watu wanakuendea kwa waganga. Wakiferi kwa waganga, wanakutafutia hata kundi la wahuni. Kama unabisha, wewe kaa vizuri, siku moja kaa hata na mchungaji, muulize hata kwa vikao vya watumishi wa Bwana kule. Yani saa hizi hata ukiongea ukweli kwenye vikao vya kanisa, watu wanaweza wakakubeba mzobe kukutoa kwenye kikao. We hoji tu vitu fulani ambavyo vinagusa maslahi ya watu fulani, watu wanakubeba mzobe. Wanaanza, wewe ndio unajifanya mtakatifu sana, wewe ndio unaijua misingi ya imani. Unaanza kuulizwa, wakati kitu ambacho ulichokiongea hakihusiani hata na misingi ya imani. Ni kitu ambacho kinaonekana. Tunahitaji kuwa wa kweli. Na saa hizi kuna mtu mmoja ameletwa kuturahisishia kutokuwa wa kweli, anaitwa simu ya mkononi. Niko Tazara hapa, nimekaribia, usijali. Ndio kwanza yuko hapa airport. Bosi, usijali, kulikuwa na ka foleni, niko hapa Tazara kuna foleni. Kumbe amechelewa kuamka, yuko Gongo la Mboto. Tupo hatupo? Tupo hatupo? Tunataka tukwee kwenye mlima wa Bwana. Hapo tusahau. Labda mlima Kisarawe tutakwea. Ila mlima wa Bwana, ule ulimwengu wa roho, hatuwezi kuukwea. Mlima Kilimanjaro inawezekana tukaenda, kwa sababu kule tunalipa nini? Tunaweza tukapanda. Ila katika uwepo wa Bwana tuusahau, wapendwa. Na ndio maana tumekuwa na mifungo mingi, maombi mengi, sadaka nyingi, bado kuna vigezo hatufikii vya kuingia kwenye uwepo wa Bwana. Umegundua sasa? Kwa hiyo tunamhitaji sana Mungu atusaidie tuwe watu wa kusema kweli. Ukiulizwa, mama mgombozi, mbona hujaja kwenye mazoezi?
useme kwa kweli nilijilaza, usingizi umenipitia, Mungu anisamee na mnisamee. Ile ukisema kuna dharura ya kifamilia hapa imenikuta, mwenye mlima wake tayari amekuteremsha. Umeelewa nilichosema? Na hii kweli anaoisema iwe kweli kuanzia kwako, kwamba hiki ninachokisema ndivyo ilivyo. Kuna ndoa zimevunjika kwa sababu ya kusema nini? Uongo. Unaulizwa, mume wangu uko wapi? Niko kwenye foleni hapa. Kumbe anajua mwenyewe aliko. Imekata tena au ndo nimegusa interest za watu? Ukweli umekuwa ni adimu sehemu zote. Saizi hata ofisi inalia, serikali inalia. Nyewe mnaona saizi. Unajua mimi nilikuwa nawaambia hamna kitu kibaya kama kiongozi kuwa kiongozi wa juu. Kama si mchungaji wa kanisa, askofu, rais, sina. Unajua maovu yakifanywa na watu wa chini yanakuangukia wewe. Kwa mfano ukitaka kuniambia kwenye taifa wanapokula rushwa, watu wanamtukana rais. Ni kweli rushwa anakula rais? TRA yuko rais? Maafisa biashara wanaotubagaza huku ni rais huyo? Kuona kugundua muda mwingine ni kwa sababu ya nafasi yako unalaumiwa, lakini kiukweli ni sisi kuanzia huku kwenye familia zetu. Wengine ni mafisadi kuanzia nyumbani. Huyo mtu ukimpa benki anaiacha kweli? Mtu alianza kuiba 50 nyumbani, anapewa nauli ya kuendea shule. Saizi kuna mchezo watoto wanafanya, watoto wa Dar es Salaam. Anapewa nauli ya kuendea shule. Anamwambia konda, wale makondaki wananielewa kina Nuru. Kanamwambia nimedondosha nauli. Kumbe kamekula miogo au ice cream za Balesa. Kanasema konda nimedondosha, kanataka nakulia na kukashusha hawezi. Hivyo unajua tunatengeneza jambazi la kesho serikalini. Huyu mtoto asipokemewa akikuwa amezoea. Jamani, huwezi kuiba bilioni 1 hujazoea kuiba 200. Utatetemeka vibaya sana. Huwezi kuiba 10,000 hujaweza kuiba 200. Ulianza zamani kuwa unadokoa. Unadokoa kidogo kidogo ukazoea. Unanielewa ninachosema? Kwa unavyoona kuna mtu ni fisadi, sio anaiba rasilimali za nchi, huyu mtu tusimlaumu sana. Tuanze kuangalia nyendo za watoto tangu wakiwa wadogo. Watu huenda malezi waliko kulia. Unanielewa ninachosema? Kuna muda tunalia watu ni wabinafsi. Sini hivi kwa malezi tunaolea saa hizi, kila mtoto anakula kwenye sahani yake. Unafikiri unatengeneza tabia ya aina gani? Kila mtu ka sahani kake nyumbani pale, mama ka sahani kake, baba ka sahani kake, mtoto ka sahani. Hilo unatengeneza tabia ya ubinafsi. Kiatu cha kwake, taulo la mtoto. Siku hizi mtoto hafutwi kwa kanga ya mama, anakata taulo kake. Tulia, bomu nalo litengeneza. Ni sayansi na teknolojia. Tunakabiliana na magonjwa sawa, lakini tafuta point ya kumfundisha pia kushare na watu, awe na kushare tabia ya kuchangia vitu na wenzie. Leta siku nyingine unaleta watoto wa jirani wanakula pamoja. Unanielewa ninachosema? Mimi najua, mnajua kwa nini mimi kuna muda mwanangu nina mtoto mmoja nampeleka muda mwe kwa mchungaji. Na siku hizi anakatalia huko. Jana ulikuwa ugomvi. Kule unajua kuna kitu anakipata. Ile company anavokula na wenzie. Kuna kitu anapata. Ndio maana anakataa kuja nyumbani kwa sababu anakula peke yake. Alafu akienda anakuambia kwa bibi, nipeni nguo niende kwa bibi. Kula anapata company. Nyinyi hamjaelewa. Walio na watoto zaidi ya mmoja wananielewa. Wanaishi vizuri hao watoto, hata ukiwakalisha nyumbani wanacheza pamoja. Kwa sababu watoto wanapenda company. Mnanielewa ninachosema? La mwisho anasema asiyesingizia kwa ulimi wake. Kuna watu akikutengenezea kesi, aize kutoka hapo, suka mtafute wakili Mwabukusi aje kuchomoe kwenye hiyo kesi. Na ni mpendwa katika Bwana. Nimesemaje? Akikusukia hiyo kesi, katafute mawakili mapema wakuja kukutoa kwenye hiyo kesi.
na kesi zingine sio wakili, mpaka Yesu mwenyewe ashuke kukutoa kwenye hiyo kesi. Anakwambia nimemkuta Frenki sehemu amembananisha mke wa mtu. Mbona utapenda? Simesema hapa asiyesingizia. Maana yake kuna wasingiziaji. Biblia haiwezi kuongea Daudi mwenyewe anayeongea hivi ana ushuhuda, alimsingizia Uria. Alisingizia ile mimba ya mke wa Uria ni ya kwake, kwamba Uria alienda kulala nyumbani wakati ndo yeye ameharibu mambo. Alivyoona yamebumbuluka akamweka mstari wa mbele kwenye vita ili Uria afe, apoteze nini? Kuna watu wanaua watu kupoteza nini? Kuna watu wanasingizia ili kupoteza nini? Anasema kwa hii mimba ni ya mume wangu, lakini kumbe mimba ni ya jamaa, ni ya bodaboda alimbeba, alikuwaga anabana matumizi ya nauli anaopewa na mume wake. Wababa poleni, na siwashauri sana kwenda kupima DNA, maana tutaongeza mipasuko ya ndoa. Naongea hivyo, kuna baba mmoja juzi amekuta kati ya watoto 5 wa kwake ni mmoja. Kumbe mama alikuwa anafanya yake huko, nauli anapewa, anapanda bodaboda za watu bure, anatoa mwili wake. Wakimpa mimba anasema ni ya baba. Wengine kupoteza ushahidi, mmezitoa mimba mkizani watu hawajaona, lakini nataka nikwambie Bwana asiyelala wala asiyesinzia, yeye aonaye milimani na mabondeni, yeye alikuona siku ile tangu hata hujapoteza ushahidi. Yeye alikuona wazo lako moyoni hata kabla hujafanya hicho ulichokifanya, na inga alikuwa heri ukatengeneza naye kabla haijaja siku ile ya hukumu ya haki. Na hii ni sauti ya mtu aliaye nyikani ikisema ni heri ungetengeneza na Bwana ili ukaingia kwenye mlima wa utukufu wa Bwana, na siku ile ya mwisho ukapata kumlaki Bwana mawinguni. Ole wako uliyepoteza ushahidi kwa kusema uongo. Kumbe hicho kitu kilikuwa cha dhambi, ukasema mimba imetoka, kumbe ulitoa mwenyewe. Ole wako. Karamashike. Watu ni zama ambazo wanapoteza ushahidi. Jana nikawa nasoma taarifa moja kwenye mtandao wa Facebook. Kijana mmoja pale Moshi alisingiziwa kwamba amembaka binti fulani na akampa mimba. Kumbe sio kweli. Yule binti alimsingizia kwa sababu ya shinikizo la familia, kwa sababu aliyekuwa amempa mimba ni mtu wa karibu ya familia. Wakamsingizia kijana wa watu, akahukumiwa miaka 60 jela. Ameenda jela. Wapendwa, Mungu sio Asmani wala Mungu sio Yohana. Bwana alimtetea yule kijana. Wakatokea wanasheria, Bwana aliyowatuma wakamkatia rufaa, akatoka. Wakati anatoka tayari kule gerezani, kwa sababu yeye alijua miaka 60 kuja kuimaliza kwa yamkini angefia huko. Alikuwa ameshajifunza ushonaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi kama viatu, mabegi. Ameshakuwa profession pale gereza la Kalanga pale Moshi. Wananielewa watu wa Moshi. Kijana amerudi, amefungua kiwanda cha kutengeneza bidhaa za ngozi, na ile kesi imefutwa kwa sababu Bwana alimminya yule binti. Akasema naomba niseme ukweli, nilimsingizia. Wako watu umewaingiza kwenye matatizo kwa sababu ya uongo wako. Umevunja ndoa ya ndugu zako, umevunja ndoa ya jirani yako, umeharibu mahusiano ya wapendwa wenzio kwa sababu ya kuongea uongo. Ingalikuwa ni heri leo kamwambia Bwana nisaidie, kama ambavyo
Isaya alivyotaka kusemezana na Bwana, alimwambia, ole wangu mimi mwenye midomo michafu. Bwana unitakase nipate kushare utukufu na wewe. Ingalikuwa heri wapendwa, kama tunataka kuendea mlima wa Bwana, tukasema Bwana nisamehe, nimesema uongo ya tosha, nimechonganisha watu ya tosha, nimefitinisha majirani ya tosha. Imefika mahali mpaka majirani wanatamani ungelihama. Kuna wapendwa wanatamani ungehama ushirika wa hapa kwa sababu ya kamdomo kako. Biblia inasema atakaye kuiona siku njema auzuie ulimi wake asinene mabaya. Na waimbaji kila siku wanatuimbia Pigia Yesu wimbo. Sijui kama watu tunatafakari, haka kamdomo kameharibu mambo mengi. Kamdomo kameharibu uchumba wako, kwa sababu ya umbea wako umeharibu hata uchumba wako. Kwa sababu ya umbea umeharibu ndoa yako. Kwa sababu ya umbea umeharibu sehemu yako unapatia riziki. Kwa sababu ya uongo umeharibu urafiki na watu wa muhimu. Ingalikuwa heri ukamwambia Bwana, weka mngojezi kwenye kinywa changu kama Daudi alivyoomba. Kaweke mlinzi kwenye kinywa changu, nisiongee maneno yatakayoharibu taswira yangu, yatakayo ni disqualify kuingia kwenye uwepo wako. Kuna watu mnabidia kumtafuta Bwana, lakini kamdomo kamekuchafulia sifa ya kupanda mlima wa Bwana na kukati kwenye hema yake. Japo kwa unafunga na kuomba, unamlilia Bwana, lakini bado Bwana akiangalia umekuwa ni mtu unaunganisha nyaya za mabomu. Kamekuwa ni zaidi ya bomu la nuclear. Unalipua tu, unalipua tu, unalipua tu, afu unajisifu kwamba mimi nina taarifa zako. Nina taarifa za watu. Nina taarifa za mama yule. Nina taarifa za mchungaji. Ni kweli unazo taarifa za mabaya yangu, ni kweli. Inaweza kuwa kweli udhaifu wangu nao, lakini sio tiketi ya wewe. Bwana hajakuruhusu anza kuhubiri udhaifu wangu. Ingalikuwa heri ukaacha hiyo kazi, ukamlingana Bwana wa mbinguni. Daudi anasema, mstari ule wa 5, hakutoa fedha yakapate riba, hakutoa rushwa amwangamiza asiye na hatia. Kuna watu tunakula rushwa mpaka wapendwa, tunaojiita wapendwa tumeokoka. Tunakula rushwa, tunatoa rushwa, si ndio jamani? Umeenda sehemu unaona mambo yanachelewa, Bwana chukua buku 10 Bwana. Kwenye uwepo wa Bwana tunapunguza viwango. Ingalikuwa heri tukamlingana Bwana. Tukamlingana Bwana. Jamani, amina. Ninapomaliza, ninapokuomba usimame kwa miguu yako. Biblia inasema kitabu kile cha Zaburi 16 mstari wa 3, watakatifu walioko duniani ndio Bwana anaopendezwa nao. Ingalikuwa heri ukawemo miongoni. Kuna mtu anasema inawezekanaje kuwa utakatifu kwa dunia imevurugwa, dunia imevaa sketi, wengine mnaongea lugha ngumu kabisa. Ni kweli inaweza ikawa dunia imechanganyikiwa, na hata Bwana atakuonyesha mfano. Kipindi cha Sodoma na Gomora, simama kwa miguu yako tu. Kipindi cha Sodoma na Gomora, ni kweli hali ilikuwa ni tete, lakini bado Bwana alikuwa na masalia ya watu waliokuwa wanapanda kwenye mlima wa Bwana. Kwenye nyumba ile ya mzee Lutu kulikuwako mabinti zake walitunza ubikira wao. Wewe unasema inawezekanaje kipindi hiki kutunza ubikira? Dunia imechanganyikiwa, ushoga umekuwa ni kama fashion. Lakini nataka nikwambie, wanaongozwa na Bwana, hao ndio wana wa Mungu jamani. Amina, amina. Ingalikuwa heri usijifiche kwenye huo udhaifu ende kuangamia. Ukaje ukamwambia Mungu, naomba unisaidie. Na kila siku uwe na hayo maombi ya kumwambia Bwana nisaidie. Niwe na mikono safi, niwe na moyo safi, niwe na moyo safi, nisiwe msingiziaji, nisiwe mwenye dhambi, nisiwe mzinzi, nisiwe mlalushwa, nisiwe mzulumaji, niwe msema kweli.
siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu. Na Bwana atakutokea. Na Bwana Biblia inasema atabariki wewe na nyumba yako katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu na utafakari ukuu wa Bwana. Na kama ukasema nahitaji kuanza upya na Bwana, nimemwaga damu, nimepoteza ushahidi kwa sababu ya mambo fulani, kwa sababu ya dhambi fulani, nilifanya nikapoteza ushahidi, ni vema ukaja mbele za Bwana, ukaikiri ile dhambi, ukaitubu ile dhambi, ukatengeneza maisha yako. Na Bwana atakusamehe, na Bwana atakutengeneza maisha yako, yatakuwa salama katika jina la Yesu aliye Mwokozi.